zimefungwa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 5, na mojawapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Amen. Naomba tuketi, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kusimama mbele yako asubuhi ya leo na katika ibada hii ya pili. Na nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa usharika huu, mchungaji kiongozi, lakini mwinjilisti pamoja na viongozi wengine, kwa maana Parishweka na uongozi mzima wa usharika huu, kwa kusimama kwa ajili ya semina ya maombi na mfungo wa siku 21 wa awamu ya pili ambao Mungu ametupa tena kwenye madhabahu hii. Tulipata nafasi kwa mwaka huu tu kuwa na maombi ya mfungo wa siku 21 ama semina na maombi ya siku 21 kuanzia tarehe ile 7 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 28. Na kwa kadri tulivyoendelea kwa siku zote, ndivyo watu walivyokuwa na kiu, ndivyo watu walivyokuwa wanaongezeka katika ibada kila siku, pamoja na kwamba katikati ya siku za wiki za mwisho tulikuwa tunapata changamoto ya misiba, lakini Mungu alikuwa anatusurprise, kwa sababu pamoja na hayo yote alikuwa anatokea, bado ongezeko la watu lilikuwa ni kwa wingi kila siku. Na kwa kadri tulivyokuwa tunaendelea, ndivyo pia na watu walionyesha kiu na kuendelea kuomba angalau ikiwezekana tuweze kuongeza siku, lakini kwa sababu tulishasema siku 21, tukasema tulishamuomba Mungu hivyo. Na siku ile ya mwisho tulipata ahadi hapa kwamba Mungu akitupa neema kwa mwaka huu tutapata nafasi nyingine pia ya kuwa na siku nyingine 21 za semina, maombi na mfungo. Na namshukuru Mungu kwamba uongozi ulipokaa uliona kwamba tarehe ya leo 23 mpaka tarehe 13 ya mwezi wa 9 tuwe na siku zingine za maombi, pamoja na kwamba kwenye kalenda tulikuwa na tarehe ya leo, tunapanga tarehe ya mwaka mzima. Hii ilikuwa kwenye
mstari wa kwanza hadi wa 5 na Waebrania 12:24 ni maneno yetu mawili ambayo yamebeba somo. Ufunuo 5:1-5, lakini pia Waebrania 12:24. Kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa kwanza hadi wa 5 nasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika wenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu? Ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Kanisa, hebu naomba turudie yale maneno, ni nani? Hebu sema wote, ni nani astahili? Naomba tuje kwenye ibada pamoja, sema ni nani astahili? Asante sana. Sema tena, ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Maana yake hiki ni kitabu kilikuwa kimefungwa kwa funguo ambazo hazifunguki kirahisi, mpaka ikafika mahali huyu mtu akalia. Na mstari ule wa 5 naomba kwa ajili ya muda ni ufuate, lakini mstari wa 4 una umuhimu pia, naomba ni usome kwa haraka haraka. Mstari wa 4, nami nikalia sana. Hebu sema na mimi, nami nikalia sana. Kanisa, sema kwa sauti, nami nikalia sana. Kwa kawaida hakuna anayelia bila kinachomliza. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anaweza akalia kwa sababu kuna kinachomliza, lakini pia mtu mzima, ukiona mtu mzima analia, kuna kinachomliza. Mara nyingi watu wanasema wanaume ni wagumu kulia, lakini ukiona pia imefika stage mwanaume amelia, uwe na uhakika ndani kuna kitu kikubwa sana kinachomliza. Kwa hiyo mwanaume huyu hapa Yohana, ambaye ndiye mwandishi wa kitabu, anasema naye akalia sana. Ni mwanaume lakini akalia sana. Maana yake kulikuwepo na kitu ambacho kilikuwa kinamliza. Kwa hiyo hakuna mwanadamu anaweza akalia kama hakuna kinachomliza. Kanisa, haleluya! Jamani, tena haleluya! Watu wa Mungu, haleluya! Kwa hiyo hakuna
sema kwamba na dharura ambayo amepata, atafutie mtumishi atakayesimama aendelee, alafu baadaye anakuja tuungane pamoja. Nikaanza kuwaza, Mungu nataka katika maombi haya ambayo yameunganishwa yakawa maombi ya kiushirika ya siku 21, unatupa ujumbe gani? Na wakati niko katika maombi kuomba kama wiki 3 zilizopita, Mungu akanipa neno hili. Na Mungu aliponipa neno hili, niliporudia mara kadhaa kusoma, mara ya kwanza na mara ya pili, ninaendelea kuomba, lakini narudi kutafuta Mungu unataka kuzungumza kitu gani? Mungu ndipo akaniambia kamata notebook kuone, kaanza kuandika taratibu. Nikaanza kuandika, na moja ya kitu ambacho Mungu alinisemesha hapa ni kwa habari ya funguo, kwa sababu ameniambia tazama, kitabu kilikuwa hakina mtu wa kukifungua. Maana yake chochote unachotaka kifunguke lazima uwe na funguo. Kwa hiyo asante kwa makofi yako. Naomba muongezee Yesu kwa sababu mlikuwa mnampigia Bwana Yesu. Asante, ongeza makofi. Nikaambiwa kwamba unahitaji funguo, na hapa nikawa natafuta sasa hapa title inakuaje hapa. Sauti ikasema na mimi kwa habari ya funguo zilizofichwa katika damu ya Yesu. Kwa nini malaika alimwambia simba kabila la Yuda amekusha kushinda, naye ana mamlaka ya kufungua? Nikatafuta kwa kina, nikagundua kilichokuwa kinazungumziwa, ushindi ambao unazungumziwa katika Yesu ni ushindi uliopo katika damu yake. Sema amen. Sema amen. Ni ushindi ulio katika damu yake. Ndio anamwambia ameshinda, simba wa kabila la Yuda ameshinda. Na mimi nataka nianze kusema nayo asubuhi ya leo. Tutakuwa na siku 21 hapa. Kuanzia leo na kuendelea tutakuwa tunakutana jioni na kuomba. Lakini kitu ambacho Mungu anataka akupe ni maarifa. Sema amen. Na inawezekana mtu wa Mungu una mahali umekwama, una mahali umelemewa, na kuna mahali unaona kwamba hivi nitapitaje hapa. Na hata ninapoongea nawe unasema mwalimu, siku 21 nilikuwa hapa, lakini kuna vitu sikuona, kuna vichache niliviona, lakini bado kuna vingine bado vinanisumbua. Nataka nikutie moyo katika jina la Yesu. Ile kwamba siku 21 hukujibiwa vyote haina maana ya kwamba Mungu alishindwa. Tuna siku 21 tena kuanzia leo ambazo Mungu atakuja na funguo za kukusaidia kuvuka na kushinda mahali ambapo inawezekana shetani amezuia tu kwa kukosa maarifa fulani. Lakini wiki hii na kuendelea tutazungumza habari ya funguo ambazo ni mamlaka iliyo katika damu ya Yesu itakao kusaidia ku-unlock, kufungua milango iliyofungwa ya vitu vyetu katika ulimwengu wa roho. Sema amen. Muongezee Yesu makofi kama umeelewa kitu ambacho ninaongea. Usikose, nikuombe usikose tafadhali. Mwalike na mwingine. Nimekwambia tunajifunza hapa na tutakuwa tunaruka live hewani kwenye YouTube. Ikiwezekana kama kuna mtu yuko mbali, mtumie linki aweze kupata, mtumie. Na mara nyingi tunaituma kwenye grupu letu la KKT la kanisa, na magrupu mengine ya wanaume tunatuma kule. Hata kama kuna grupu la kina mama tungetuma, tutatuma kwenye grupu. Kuna sasa hivi tuna grupu pia la viongozi wa jumuiya wote, tunatuma ili iwe rahisi. Kama hauna linki uingie pale, upeleke kwa mtu mwingine ama kwa watu wengine. Haleluya. Semina iliyopita ya siku 21 kuna watu walipona, nimesema Marekani. Na nilikuwa ninasoma shuhuda hapa, lakini kuna mtu mmoja Dar es Salaam amepona YouTube, alikuwa anafuatilia na akanishangaza sana kwa kile ambacho Mungu alimfanyia. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho unapojenga imani hakuna umbali. Mungu anafanya, Mungu anatenda. Sema amen. Kanisa sema amen. Naomba kwa ajili ya muda wangu nizungumze kipengele kidogo tu, alafu jioni nitakuwa ninapangilia somo kwenye malengo. Jioni nitaanza kuzungumza malengo, na malengo kama 4. Siwezi kuyazungumza kwa ajili ya muda wa ibada, lakini naomba nizungumze kipengele kimoja tu cha neno funguo. 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 Funguo, msaidieni tu. Funguo. Msaidieni tu. Funguo. Funguo. Saidieni tu. Inawezekana funguo zimeanza kufanya kazi. Kwa hiyo isikusumbue wala usipande, kifunguo tu zinaanza kufanya kazi. Sema amen. Kanisa la Bwana sema amen. Kanisa la Bwana sema amen. Andika kwenye notebook yako, funguo ni nini? Wewe ambao unaandika, funguo ni nini? Funguo ni nini? Nisaidie kukimbia kwa haraka kwa sababu tutatumia dakika chache. Funguo ni nini? Jambo la kwanza, funguo ni nini kiroho? Jambo la kwanza,
funguo ni nini kiroho. Lile neno kiroho ni la muhimu, kwa sababu tukisema tu funguo ni nini, kuna tunazofungulia nyumba na tunazoendeshea magari. Kwa hiyo andika neno funguo ni nini kiroho. Jambo la kwanza andika, ni neno lenye maana kuu zifuatazo. Neno lenye maana kuu zifuatazo. Saidi kukimbia sharp. Sisi hapa ndo nikiwa nafundishia Dar es Salaam, na waambia nikiongea na ninyi naongea na watu wa mjini zaidi. Kwa hiyo naomba muwe speed. Na mimi nina kila sababu ya kuringia patandi kwamba naongea na patandi ya mjini. Sema amen. Sisi Dausi ya Meru ndo usharika wa mjini. Sema amen. Kwa sababu naongea na watu wa mjini, tafadhali andika kwa speed ya mjini. Neno lenye maana kuu zifuatazo. Maana ya kwanza, kitu chenye nguvu ya kufungua na kufunga. Kitu chenye nguvu ya kufungua na kufunga. Kitu chenye nguvu ya kufungua na kufunga. Kitabu kile cha Ufunuo mlango ule wa 20 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 3. Asante, nimefurahi nasikia Biblia zinafunguka. Nafurahi kwa sababu unaelewa watu wanafuatilia, na unaelewa kwamba usharika unakuwa kiroho kutaka kujifunza. Ufunuo 20 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema maneno haya: kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mikononi mwake. Nataka uone ile neno mwenye ufunguo. Mwenye ufunguo. Tena tu ufunguo wa kawaida, ufunguo wa kuzimu. Kumbe kuna mpaka ufunguo wa kuzimu. Upo. Mwenye minyororo mikononi mwake. Kazi ya minyororo ni kufunga. Wanaofuga mbwa wanatumia minyororo kama sehemu ya kufunga, na ng'ombe aidha, I don't know, sijui, lakini vile vile hata pingu zinatumika kufunga, kwa wametumia minyororo kama kifungio. Pale wametumia funguo kama kifungulio. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia kwa haraka haraka. Anasema hivi: nikaona katika malaika, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka. Kumbe joka ndiye anaenda kufungwa. Akamshika yule joka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tuna vitu tutavifunga siku hizi 21. Sema amen. Tuna vitu tutavifunga siku hizi 21. Isikusumbue. Amen. Isikusumbue hali yako ya sasa, isikusumbue. Iko neema yako mafuta kwenye madhabahu kwa siku 21, kwamba Roho Mtakatifu kupitia damu ya Yesu atatupa mamlaka ya kiroho, atatupa funguo katika damu ya Yesu. Tutafunga. Sema amen. Lakini tuna vingine tutafungua. Sema amen. Haleluya. Angalia anavyosema mstari unaofuata kwa haraka haraka, akati tunaweka msingi. Akamshika yule joka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu. Alikuwa na ufunguo wa kuzimu, kumbuka. Kwa hiyo alifungua kwanza mlango wa kuzimu, alafu akamshika joka, alafu akampiga mnyororo, akamfunga, alafu akafungua kuzimu, akamtupa kule. Haleluya. Alafu baada ya kumtupa anasema akamtupa katika kuzimu, akamfunga katika muhuri. Kumbuka alishafungua, akamkamata, akamfunga, akamtupa, akarudishia mlango, alafu akafunga mlango sasa. Alafu anasema akatia muhuri juu yake. Hebu sema akatia muhuri juu yake. Ukienda kwenye divination ya muhuri, muhuri ni chombo kinachoashiria mamlaka. Umesikia barua zimesomwa hapo, mwenyekiti wa sokoni, mwenyekiti wa mavinuni. Na ukifuatilia kwa mzee wa kanisa zile barua, kama walitumia mamlaka sawa sawa, haikuwa tu na jina la mwenyekiti, ila ndani yake kulikuwa na muhuri. Sema amen. Wakati fulani Yusufu alipokuwa amefungwa gerezani, baadaye akaitwa kutafsiri ndoto ya Farao. Biblia inasema Farao baada ya kukubali tafsiri ya Yusufu akasema, wewe ndio utakayekuwa mkubwa, ndio utakayesimamia hiyo sekta ya kilimo. Maandiko anasema alimpa vitu kadhaa.
Cha kwanza alimpa pete yake ya muhuri, sio pete ya ndoa. Alimpa pete yake ya muhuri. Yaani ile pete ni maalumu ambayo inavaliwa kwenye kidole, lakini ina muhuri. Tafsiri, pete inayoashiria mamlaka ya kifalme, ambayo chochote utakachoamua Yusufu, ukishapiga muhuri kwenye barua ama kwenye agizo lolote, hakuna atakayepinga. Nimeshakupa uhalali, kwa maana ya kwamba pete yangu ni mamlaka. Sema amen. Na katika ibada nilisema maneno haya kwenye kanisa letu la Kiluteri. Sijajua makanisa mengine, sijafuatilia madhehebu mengine sijafuatilia, lakini kanisa letu la Kiluteri kuna mtu mmoja tu ambaye anavaa pete mkono wa kulia, anaitwa Mheshimiwa Baskofu. Yaani maaskofu wote lazima awe na pete. Kama hujawahi fuatilia, nenda kafuatilia, na inakaa mkono wa kulia, hii ya kushoto ni ya ndoa. Tafsiri ya kiroho, ile pete ni mamlaka kutokana na nafasi yake ya juu ya kanisa ya uaskofu. Ni mamlaka anayo. Sema amen. Mbali na fimbo alionayo, lakini pete inaashiria mamlaka. Kwa Yusufu alipopewa pete ya mfalme, mfalme alimpa, akampa na mkufu wake, alafu akamwambia maneno haya: kwa neno lako tu nchi itatawaliwa. Hakuna mwingine atakayetawala nchi. Kuanzia sasa, kwa neno lako nchi itatawaliwa. Kwa habari ya kiti tu, cheo, ndo nitakuwa juu yako, lakini kwa habari ya utawala, kwa sababu ya hiki ambacho umefunua cha kutuokoa miaka 7 ya njaa, tutakuwa na miaka 14, miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa, na umetupa maarifa ya sisi kutokuanguka. Maana yake nimetambua ndani yako una Mungu mwenye mamlaka, na mimi sasa na submit pete yangu ya kimamlaka kwako. Wewe utakuwa unasimamia kila kitu, utakuwa unapiga muhuri. Hata kama mimi nimesafiri, nimelala sipo, nimeenda Ulaya sipo, wewe utakuwa na mamlaka, hakuna atakaye kuzuia, kwa sababu nimekupa pete. Wiki 20 siku 21 hizi iko neema ya mamlaka ambayo Mungu ataachilia juu yako. Haijalishi aina ya mapito ulionayo ama mahali ambapo umekwama, iko mamlaka ambayo Mungu atatupa kupitia madhabahu hii, katika jina la Yesu aliye hai. Pigie Yesu makofi kama umenielewa. Kwa hiyo mamlaka ni funguo, ni kitu chenye nguvu ya kufungua na kufanyaje kanisa na kufunga. Sema amen kanisa, haleluya. Waamuzi 3:24-25. Kumbuka nimekwambia ninakimbia. Kama uliangalia saa yako naanza, zilikuwa zimebakia dakika kasoro chache tu zifike saa 3. Kwa hiyo ninakimbia. Waamuzi 3:24-25. Basi alipokuwa amekwisha toka nje, hao watumishi wake wakaenda wakaona, na tazama, hiyo milango ya chumba ilikuwa imefungwa kwa ufunguo. Nao wakasema, hapana budi, amejifunika miguu yake ndani ya chumba cha baridi. Wakangoja hata wakatayari. Wakangoja mpaka wamefika mahali wanataka kukata tamaa, na tazama, haikufunguka milango ya chumba haikufunguka. Basi wakatoa funguo na kuifungua, na tazama, bwana wao alikuwa ameanguka nchi, naye amekufa. Mtu anaweza akafa kwenye mazingira, yaani kama kuna kitu kimekufunga na hujajua, unaweza ukajikuta umekata tamaa kwa maana ya kufa moyo, umekata tamaa kwa maana ya kupoteza matumaini, kwa sababu tu kuna aina ya kitu ulikosa. Hao wajamaa wangeweza wakamwokoa bwana wao, lakini katika mazingira haya walikuwa hawajapata ufahamu wa funguo. Wamekaa saa, wameshachoka, wanasema labda tu wamepumzika, labda tu wamejifunika huko ndani kwa ajili ya baridi. Baadaye ndo akapata ufahamu kwamba wachukue funguo, watafute funguo, sijui ulikuwa umefichwa wapi. Wakatafuta, wakachukua. Baada ya kuchukua ufunguo, maana nikasema wakafungua mlango. Walipofungua mlango, wakakuta bwana wao tayari ameondoka chini na ameshakufa. Kwa nini? Maana yake alifika mahali, ni mahali aliposhindwa kujitetea. Kanisa, haleluya.
ni mahali ambapo palikuwa na aina ya kipingamizi, aina ya nguvu, ama aina ya mamlaka, ama aina ya zuio, ama aina ya ukomo ambao alishindwa kujitetea. Maandiko yanasema akafa. Na mara nyingi mtu anaweza akafa, iwe ni kiroho ama ni kimwili, aidha kutokana na aina ya ukomo, upinzani, ushindani ambao walikutana nao. Wakati wa maombi ya siku 21 mwezi wa 6 hapa, baada ya kuwa tumemaliza, mtu mmoja alikuwa anahudhuria maombi, akanitumia message akasema, Mungu akubariki mtumishi. Wala alikuwa asali hapa, lakini alikuwa anahudhuria, alipata taarifa akawa anahudhuria hapa, akasema, mimi ninamshukuru Mungu kwa maombi yaliyofanyika pale usharika, nipata nimepona. Alikuwa ni mdada ana miaka yake 30 na kitu, lakini anasema nilikuwa niko katika harakati za kujinyonga au kujiua au kunywa sumu. Nikasema kwa nini? Akasema nimekaa kwenye mahusiano alionitesa sana, na la mwisho ambalo limenitesa ni mwanaume ambaye nimekuwa naye na ofisini, tunafanya kazi ofisi moja, na katika yale mazingira kanifanyia kitu kibaya sana. Wakati tuko kwenye process na hatua za kupanga kuoana, ameniacha. Kwa nilikuwa nimefika mahali nimechanganyikiwa, nataka kunywa sumu nife. Na akanieleza, kilichoniuma zaidi ni kwamba alikuja kumuoa binti na akaniambia harusi inafanyika mwezi huu wa 8. Anasema harusi inafanyika. Kimeniuma sana kwa sababu binti ule volunteer alikuwa mgeni kazini, mimi ndo nimemfundisha. Yule niliyemfundisha, na alikuwa anajua kabisa kwamba huyo mwanaume ni mchumba wangu. Ndi baada ya kuwa nimemfundisha, amekuwa na experience, amekuwa kazini na yeye, ghafla, japo hakuwa anafanya hiyo ofisi, na yeye alienda kufanya sehemu nyingine, akajenga urafiki na mchumba wake na amemnyang'anya, na wanafunga ndoa na ni mwezi huu. Akasema namshukuru Mungu kwa maombi ya mfungo wa siku 21. Mimi nilishapanga kufa, lakini nilipokuja kwenye maombi, neno nililokutana nalo la maombi, anaambia nimekuwa mpya. Nilikuwa hata sitaki yule mwanamke kwa sababu hatukai mbali sana kiofisi, yani sio mbali sana. Kwa hiyo kuna saa atapita, kuna saa nitamuona. Nilikuwa sitamani ni mtu kujifungia tu ofisini saa zote, wala sitaki hata nitembelee, wala sitaki yani hata habari zake, sababu na kadi zinasambazwa za mambo ya harusi. Lakini anasema nilipokuja kwenye maombi ya siku 21, kufa kuliondoka, kujinyonga ama kunywa sumu kuliondoka, kukata tamaa, kujichukia, kufanya kazi kwa uzito kuliondoka. Anasema namshukuru Mungu sana, nafanya kazi kwa furaha na amani, na namsalimia. Sina tena uchungu ule ambao nilikuwa nao. Maanake shetani alikuwa anataka kumbana kupitia lango la uchumba, amalizie mahali. Lakini alipokuja madhabahuni akakutana na Mungu, Mungu alimponya, Mungu alimpa kuvuka, Mungu alimuisha tena kumuonesha ya kwamba mwanaume sio huyo tu, wanaume wako wengi. Na mimi nataka niongee na wewe, inawezekana ni mtu kama huyo naongea na wewe. Kama angekuwa mwanaume ama mwanamke, mwanaume sio huyo tu na mwanamke sio huyo tu. Huna haja ya kujimaliza, wewe jikungute, anza safari. Mungu akufungulie mlango mwingine katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akufungulie mlango mwingine. Ondoka kwenye kujifikisha, kujiua kwa sababu ya vitu vinavyopita. Nataka nikwambie, kwenye dunia hii hautakuwa wa kwanza wewe kuachwa. Kwa hiyo unataka kujinyonga kwamba ni aibu kuachwa? Hiyo ni sehemu ya maisha. Wewe kwenye maisha yako ya ndoa utahadisia nini? Yaani umeshakuwa wewe ni mama, ni baba, utahadisia nini vijana? Kama ungekuwa mtumishi kama mimi unafundisha, utahadisia nini? Maanake vitu vingine ni darasa la kukuandaa na kukujenga, ili pia kuweza kupata mtu sahihi. Sema amen. Mpigie Yesu makofi kama umeelewa. Jambo lingine, funguo ni mamlaka ya kiroho. Neno lenye maana ya mamlaka ya kiroho isiyozuilika kirahisi. Mamlaka ya kiroho isiyozuilika kirahisi. Asante, naona watu wengi wanaandika mamlaka ya kiroho isiyozuilika kirahisi. Na wewe ambaye kwa bahati mbaya hujaweza kuwa na cha kuandikia, usisahau jioni, njoo nacho, tafuta, njoo nacho, jitahidi, kwa sababu ni semina na kufunga na kuomba. Kwa hiyo semina ni kujifunza mamlaka ya kiroho isiyozuilika kirahisi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Mathayo 18:18. Angalia kitabu cha Mathayo 18:18. Na karibia kumaliza, kwa hiyo nikuombe pia, kama ulikuwa hujasikia tangazo vizuri,
Kama ulikuwa hujasikia tangazo vizuri, tuna sadaka ya kuwezesha semina, na sijajua kama wazee walipata nafasi ya kutoa bahasha kama ibada iliyotangulia, lakini baada ya hapo utaandaa sadaka yako, nitakuongoza katika maombi hayo ya sadaka ya kuwezesha funguo wa siku 21. Kama tukawa tujapewa, basi tukisimama tukiabudu, wazee watatusaidia. Mathayo 18:18, angalia anavyosema, amini nawaambieni, yote mtakao yafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakao yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa, mtakao yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa duniani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tena, Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia Mathayo 16. Andika tena Mathayo 16 kwa haraka haraka. Asante. Nafurahi nikisikia kurasa za Biblia zinafunguka. Mahali pengine ukienda kwenye ibada unakuta watu wana haraka kweli kweli, lakini nashukuru sasa hivi patandi haraka zimeisha. Wamejua kwamba siku ya Jumapili ni siku ya Bwana. Sema amen. Kanisa, sema amen. Kwa kweli, yani hata kama ni wale ambao wanaenda kufungua biashara, siku hizi kumekuwa na utulivu wa pekee sana ya upekee sana. Baada moja ile ya tarehe 7, hata watu walikuwa wanaongea mtaani, kulikuwa na utiisho wa pekee. Yani mnada ulichukua dakika nusu saa. Nakumbuka ulikuwa mnada wa maziwa, lakini watu hawakuondoka. Ni nini? Wamejua namna ya kuheshimu madhabahu. Amen. Usiwe na haraka. Neno la kiongozi, la mchungaji ama la mwinjilisti pale mwisho la enenda kwa amani ya Bwana ni la muhimu sana. Yani la muhimu sana. Lakini pia mbinguni Mungu anakuangalia, umekuja kuabudu kawaida ama unamjua unayemwabudu. Sema amen. Mathayo 16:13 hadi 19, angalia maneno hayo. Kitabu cha Mathayo 16:13 hadi 19. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu ni nani? Kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena Yohana Batizaji, wengine Elia, na wengine Yeremia, mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 18, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu halitalishinda. Angalia mstari ule wa 19, naomba tusome wote, kanisa la Bwana. 1, 2, 3. Mstari wa 19, twende. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa mara nyingine twende tena, 1, 2, 3. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni aina ya mamlaka ambayo haizuiliki kirahisi. Nataka niseme hivi, kwa sababu tunajifunza habari ya funguo zilizofichwa katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni aina ya mamlaka. Hebu sema amen. Ndio maana tukao tunakemea mapepo, sio kafiri ni nguvu ya watumishi, ila ni nguvu ya Mungu ndani ya watumishi. Sema amen. Na ile nguvu imetengenezwa na damu ya Yesu. Kifo cha Yesu pale msalabani kilimletea mwanadamu nguvu, mamlaka. Na ndiyo maana Yesu alianza kwanza, hatua ya kwanza ya kutembea na wanafunzi, anaponya, anafufua, lakini ilikuwa tu ni utangulizi. Moja ya nguvu kubwa walikuwa wanaitafuta ni kuuendea msalaba, azikwe, afufuke na damu yake imwagike. Ile damu kumwagika maana yake ni kwamba ni hili mimi ambaye sikuwa mwanafunzi wakati huo, sikuweza kukutana na Yesu kama Petro na Yohana na watu wengine, na wewe unayenisikiliza, damu ya Yesu ikupe mamlaka vile vile kama kina Petro walipopokea mamlaka ambao walikuwa wanaiona wakati wanatembea na Yesu. Kwa hiyo kila mmoja anapojenga imani, anapopata ufahamu, anapopata uelewa, damu ya Yesu inakupa mamlaka ambayo ni funguo, ambayo ina uwezo kufungua na kufunga, ina uwezo kufungua na kufunga. Sema amen. Kanisa, sema amen. Nitoe shuhuda 2 kwa haraka haraka za siku 21. Mama mmoja alikuwa na tatizo,
ambalo lilikuwa limemsumbua, na nakumbuka aliongea na mimi kunipa, tafadhali mtumishi toa nani, lakini nilikosa. Yani kutokana na hali ya huduma ilivyokuwa ya mchaka na uzito na nini, nilikosa. Lakini nikamwambia fuatilia semina. Lile tatizo lake ambalo la uvimbe, na suggestion ilikuwa kama vile wanataka kusema ni dalili ya kansa hospitali. Anaeleza baada ya yale maombi Mungu alimaliza tatizo lake. Na mimi nakumbuka nilikuwa nimesafiri, akanitumia ujumbe akasema, mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki, lile tatizo langu limeisha kabisa na nina amani ya moyo. Unajua nani amefanya? Kristo aliyekufa msalabani ndiye aliyefanya. Kwa hiyo damu ya Yesu ina nguvu ambayo sio ya kawaida. Sema amen. Kanisa sema amen. Nilikuambia hapa ambao mlikuwa kwenye semina, niliwaambia hapa siku 21. Kuna mtu hapa Patani alipona, alishapimwa, akaambiwa na nyama za pua. Akaja kwenye kipindi cha maombi, wala sio semina, mwaka 2014. Akaja kwenye kipindi cha maombi jioni. Tena saa hiyo yani alikuwa ananieleza alikuwa na hali ngumu, maana amejitibu na hilo tatizo mpaka hana tena uwezo. Kwa hiyo ameandikiwa kwenda KSMC. Mtumishi, naomba angalia namna kunisaidia. Sauti ikasema usimsaidie, mwambie haje kwanza kwenye mafundisho ya jioni tu ya maombi. Akaja, nilikuwa nafundisha kwa habari ya nguvu ya damu Yesu juu ya maagano ya kifamilia kama vifungo. Alipohudhuria nikaelezea unaweza hata ukaombea maji yako unaokunywa mwenyewe ukanywa, tatizo likaisha. Nikaelezea unaweza ukatumia maji ya kuoga, unaenda bafuni, hata kama umebeba kwenye ndoo, kwenye karai, hata kama ni kwenye shawa unaogea, ukayatamkia neno sawa sawa na Ufunuo 11:6. Ufunuo 11:6, tuna uwezo wa kubadilisha maji kuwa damu. Neno linasema, unajua ule mama kakaa kwenye ibada siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, akasema siku moja akawa anaenda bafuni, akasema nataka nijaribishe maneno ya mtumishi kama anadanganya ama anasema tu maneno ya kusema. Akachukua maji yake, ameenda bafuni, ilikuwa bafu la nje, akayatamkia maneno. Baada ya akaweka na hilo neno, alafu akaanza kuoga. Anasema anajirushia maji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ili achukue sabuni aendelee kuoga. Akaanza chafya ambazo hazina mfululizo, chacha. Mara ya tatu kwenye pua yake akatoka mdudu washawasha mrefu kama kidole cha mkono wangu. Kumbe ule mdudu alikuwa amejisokota huko ndani, alafu wao wakisijui wanatumia sijui ni x-ray au ni nini, walipokuwa wanapima wao wanaona nyama. Shetani anaweza kukutesa na kifungo cha siri kama hujapata ufahamu. Huyu mama alipoingia katika imani, nataka nikwambie ni mzima na yuko hai mpaka sasa, na kama yuko kwenye ibada hii ananisikia mpaka sasa. Yani kwenda hospitali, uzuri alikuja kushuhudia mbele ya waombaji, mpaka kwenda hospitali iliishia pale. Mpaka leo hii hana shida ya kupumua, wala hajawahi kwenda hospitali kwa ajili ya tatizo hilo tena. Manake Yesu alimponya. Yesu alimponya. Nataka nikwambie kwa Mungu kuna uponyaji ambao sio wa kawaida. Sema amen. Mimi wakati fulani mwaka 2017 nilikuwa naumwa, alafu nilikuwa na wiki nzima ya kufunga. Kwa hiyo nilikuwa naumwa kiasi cha kwamba hata mtu anasema nenda hospitali. Kwa hiyo nikagoma kwenda hospitali, sio kwa sababu sitaki kwenda, ila niliona nikienda mfungo wangu wa siku 7 nitafungulia katikati, lazima watanipa madawa. Kwa hiyo nikasema hapana. Jumapili ilikuwa ni sacrament wakati wa mchungaji Exaud. Sasa mimi nikasema Mungu, nitaenda kupima Jumatatu, lakini mimi ninaamini damu ya Yesu, na Jumapili ni sakramenti, tunakunywa mwili na damu ya Yesu. Mimi naomba nitakapofika pale mbele ya madhabahu, wakati baba mchungaji akitoa mwili na damu, Mungu napokea kwa imani. Kama madawa yanaponya magonjwa, naomba vile vile Mungu niponye. Na kama ni tatizo la kiroho lilikuwa linataka kunitoa kwenye mfungo ili nianze kutumia dawa, Mungu naomba nitakaposhiriki mwili na damu, nikimaliza kuweka kikombe na sadaka, tatizo langu liishe. Nataka nikwambie, nilikuja ibada, nikala mwili na damu, nikageuka, nikaweka chombo, nikatoa sadaka. Ibada ikitoka, mimi ni mzima, wala sikwenda tena hospitali. Ni mzima. Kwa nini? Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Kanisa, kuna mtu naongea naye kweli? Kuna nguvu katika nini? Damu ya Yesu. Sema amen. Mathayo 27:50 hadi 53, neno la mwisho.
halafu usimame kwa sadaka yako ya kuwezesha semina. Kama wazee watakuwa wametupa bahasha, na kama walikuwa wajatoa, basi naamini wako wengi watatusaidia, hata na wale ambao hawajavaa wanaweza wakatusaidia ili tuokoe muda. Mathayo 27, angalia mstari wa 50 hadi 53. Asante wazee, Mungu awabariki. Naomba tumfanye hiyo kazi hata wakati ninamalizia, pamoja na kwamba wengine naona mnaandika, lakini fanyeni hiyo kazi ili tuweze kuuponya muda. Mathayo 27:50, mnagawa tu, mnaweza mkaweka tu bando kwenye kiti watu wakagawiana. Mathayo 27:50 hadi 53. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Mstari wa 52, baada ya miamba kupasuka, makaburi yakafunuka. Hebu sema na mimi, makaburi yakafunuka. Kwa sauti sema tena, makaburi yakafunuka. Anasema ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Hiyo ni matokeo ya nguvu ya damu ya Yesu. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Yaani kile kitendo cha damu ya Yesu kudondoka akiwa msalabani, alipokata roho, anasema miamba ilipasuka. Kwa maana ya miamba kitu kigumu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe kwa nini walitumia neno miamba pale. Miamba ikapasuka. Miamba inapasuliwa kwa baruti watu wa Mungu. Wale watu ambao ni wachimba madini ama ni watu wanaohusika na ujenzi, ukakuta mahali ambapo kuna mwamba na ulitamani labda msingi uende chini, kuna saa inatumika baruti. Miamba sio kitu chepesi. Lakini pale hawakutumia baruti. Na kwa nini miamba ikapasuka? Na kwa nini wakaandika? Ni kutuonesha ya kwamba damu ya Yesu ni mamlaka, ni ufunguo usiozuilika na chochote. Mwamba wenyewe ulipasuliwa na matone ya damu ya Yesu. Haijalishi aina tatizo, haijalishi aina kifungo, haijalishi aina ya roho, iko funguo inayoitwa damu ya Yesu, ambayo itakaposhuka juu yako itapasua, itaharibu kila aina ya roho. Sema amen. Kanisa sema amen. Nimalize na ushuhuda huu. Kwa maombi ya siku 21. Huyu mama alikuwa amepima, tena ameshahudhuria wiki ya kwanza. Wakati anamalizia ndio nikakutana naye hapa, akasema nimetoka KSMC na nimeambiwa nirudi tena wiki ijayo siku ya Jumanne. Tayari nilikuwa naumwa na tatizo hili, na nilipopima wakasema na mawe mengi kwenye figo. Naomba nisikilize vizuri wakati wazee wanafanya kazi yao. Mawe kwenye figo. Tukaomba. Nikamwambia kuhudhuria maombi. Kwa ile siku nikaomba tena, ibada ilikuwa imeshaisha. Nimekutana naye hapa kwenye parking. Katibu wa usharika ni shahidi na anamfahamu huyo mama kabisa na kwa jina. Unajua, nikamwambia na nikamkamata mkono, nikasema Mungu, hata hapa kwenye parking ni madhabahu yako. Upako ambao ulikuwa unahudumia watu kufunguka kwenye ibada, umhudumie na huyo mama. Na kwa sababu amejiconnect toka mwanzo, Mungu naomba atakapoendelea msaidie. Na alikuja hapa akiwa na mume wake. Siku hiyo alikuwa alichelewa ibada kwa sababu alikuwa ametoka KSMC, sasa yuko na mume wake. Unajua, alipokuja kurudi wiki iliyofuata, Mungu alimshangaza kwa sababu alikuwa wanaenda kudhibitisha mara ya pili na kufanya operation siku hiyo. Kulazwa afanye operation. Kilichotokea aliporudi, maombi alikuwa hajaisha, anashuhudia. Madaktari wamepima kwenye figo, hakuna mawe, hakuna tatizo lolote, yeye ni mzima, na operation ikaishia pale. Nataka kukuonesha namna ambavyo damu ya Yesu inatenda kazi. Sema amen. Hatuna muda, tuna muda jioni. Naomba usimame kwa miguu yako. Asante wazee, mmefanya kazi yenu vizuri na tumeshapewa bahasha. Inua sadaka yako ama weka sadaka yako sasa. Wengine kama mtatujuana tujatoa sadaka, tunamaanisha kwamba tumegoma, tulitoa ibada iliyotangulia. Kwa hiyo mwe na amani, lakini kama Mungu amekupa neema hiyo, basi inua bahasha yako na sadaka yako kwa maneno machache tuweze kuomba. Nyanyua mikono yako juu. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema,
yanena mema. Sadaka hiyo, na wewe ambaye hujapata hiyo neema ya sadaka, uwe na amani. Mungu atakupa kwa wakati mwingine. Nyanyua mikono yako juu na sadaka yako. Hata wewe ambaye hauna, nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, asante kwa damu yako inayonena mema nyakati zote. Ninakushukuru kwa uweza wako na nguvu zako ambazo Bwana umeziachilia juu yangu asubuhi ya leo kwa njia ya neno lako. Pokea sadaka hii mbele ya madhabahu yako katika damu inayonena mema. Sadaka hii siiachilii bure, na ibebesha mahitaji yangu na maombi yangu na vifungo vyangu ndani ya maombi haya na semina hii ya siku 21. Sema Mungu Baba, ninaomba kibali. Hebu pasa sauti, sema Mungu Baba. Pasa sauti yako, sema tena Mungu Baba, naomba kibali katika semina hii, nikutane na wewe. Mahitaji yangu, maombi yangu, hoja zote nitakazozileta mbele ya madhabahu yako zikapate kibali katika jina la Yesu. Pokea sadaka hiyo Bwana. Kama kuna maeneo ambayo nimefungwa, nimekamatwa, nimeshikiliwa, mimi na uzao wangu, mimi na watoto wangu, mimi na uchumi wangu na vitu vyangu, damu ya Yesu ikanene mema na kunishindia katika jina la Yesu. Ninapoiachilia kwenye madhabahu yako igusane na mimi Bwana nigusane na hiyo madhabahu, kama yule mama aliyegusa pindo lako akapona, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya sadaka hizi. Naomba ubariki watoto wako, wametoa kwa uaminifu, hawajatoa kwa msukumo wa mwanadamu, wametoa kwa hiari ya moyo. Na wabarikie katika jina la Yesu. Kuna wengine walikuwa hawana, walikuja tu na sehemu ya sadaka ya utaratibu wa ibada, na waombea na wao wabarikiwe, ili wakati mwingine watakapopata wakutolee katika amani. Naombea ratiba inayofuata tupe wepesi ili tuweze kumaliza, lakini pia naombea jioni tutakapokuja tukutane na wewe kwa kiwango cha utukufu mkuu wa jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Naomba uketi. Mbele nina